Mimi sasa hivi nimeolewa, ni mke wa mtu. Nini? Nimeolewa yani. Yaani umetoka umeniziba hapo macho, surprise na tena unanipa surprise nyingine. Hayo mambo ya kuzibana na macho sio nini? Achana nayo. Tuongelee hili tu. Nimeolewa. Mimi sasa hivi ni mke wa mtu. Yaani tena mume wangu ananipenda kuliko hata wewe mwenyewe unapofikiria. Hivi unaona kama unanikania hivi? Sio nakutania, ni huo ndo ukweli. Ila ukweli ndo huo. Kwa hivyo yani, tufanye kama vile hatujuani. Usifanye hivyo, nisikilize kwanza. Unajua kama ninakupenda? Unanipenda nini wakati nimeshaolewa? Usizungumze kawaida hivi basi. Naomba nisikilize. Nisikilize. Habari za kunipigia simu, siku nitumia message acha. Na pale nyumbani pale, paonika kituo cha polisi. Yaani pita uende urudi, yani mdogo wangu pia sitaki mshobokee. Usifanye hivyo bwana, sikiliza bwana. Umekuja vizuri hapa, tunazungumza vizuri. Ndio tunazungumza vizuri nini? Ndio mke wa mtu sasa hivi. Baki na maisha yako. Amilei. Kosi gani? Amilei. Samani lakini. Bila samani. Wewe ndo mama yake Amilei? Ndio mimi. Mimi ndio mume wake. Sasa bwana, hapa mtaani kuna tabia moja inaendelea. Tabia gani? Yule mkeo yule kuna kijana toka naye. Sasa mimi naona sio vizuri. Anakutia aibu. Anatoka na mke wangu? Anatoka naye kivipi? Anatoka naye kimahusiano. Hayo maneno unayoongea wewe ni ya kweli au unampata singano? Sijui. Sasa yule singano ni alitoka na mke wako. Na yule kijana visemekana, yule kijana wa ovyo kweli kweli. Akachafua mtaa mzima, akachafua. Pote unavyoona, akapachafua. Hivyo mchukue mkeo hospitali. Umpeleke hospitali mkeo mkapime wote. Wewe na mkeo mjue afya zenu. Maana kijana anaambiwa balaa. Sio balaa dogo. Huyo kijana unamjua? Yule mimi ninavyohisi. Mama Biti yule ndugu yake, yule mkanga miogo. Si unamjua? Huyu hapa mama ambaye anakanga miogo. Huyo mama Biti. Huyo mimi nahisi yule ndugu yake. Kwa hiyo wewe ukitaka kumpata huyo singano, mfuate yule mama Biti yule. Ukamuulize vizuri, ukaongee naye. Mwambie mkanye ndugu yako, anachofanya sio. Kondo hivi. Mimi ninavyoona hapa mimi nikuache. Mimi niende zangu. Mimi nakuacha. Maana unaona mawazo balaa. Kwa hiyo Bwana vipi? Safi, karibu. Asante, shakaribia. Asante. Bwana, namtafuta kijana mmoja ambaye anaitwa Singano. Naweza kumpata?
anapatikana yeye. Anapatikana. Na shida naye? Na shida naye, yani uko naye vipi? Na shida naye. Wema. Wema. Ndio mimi. Ni wewe. Sasa nataka nikuulize jambo moja mdogo wangu. Hivi kwa mfano wewe hapa ushamuoa mke wako kwa ndoa, lakini ikaja kutokea wewe ukagundua kwamba kuna kijana ambaye anamfuatilia mke wako, wewe utajisikiaje? Kwa mimi ningefuatilia kwanza. Je, alikuwa na mahusiano naye awali au la? Afu mambo mengine atafuata. Kwa jinsi sasa hivi ilivyokuwa, ndio mwanamke utakapomuoa lazima alikuwa na mtu wake nyuma. Kwa hiyo ina maana kama mshafunga na ndoa, ina maana wale watu wake lazima awateme, awe na mume wake tu basi. Umeelewa? Pointi yako? Yaani ina maana kuwa mpaka mimi nimefika hapa na mtafuta mtu ambaye anaitwa Singano. Sasa kama Singano ni wewe, wewe ndio ambaye unatembea na mke wangu Amilei. Na hicho unamjua vizuri Amilei. Unamjua? Unamfahamu vipi? Alikuwa mpenzi wako. Alikuwa mpenzi wako? Kwa hiyo yule sasa hivi kashakuwa mke wa mtu. Na mume wake ni mimi hapa. Kwa hiyo nakuomba mdogo wangu uachane na ule mwanamke. Kaa naye mbali ule mwanamke. Kashakuwa kwenye himaya yangu. Na nikija kusikia tena wewe kwamba wewe unamfuatilia au nikija kukuona, tusije tukagaana majengo. Mimi naenda machwari au wewe uende machwari au uende serikalini. Sawa? Sirudi tena. Sisi. Hadi nimevurugwa mwanangu usielewe. Umevurugwa na nini tena ndugu yangu? Shemeji yako mwanangu, nakumbuka siku ile unipa taarifa kwamba karudi. Nienda mwanangu moja kwa moja mpaka kule. Siku sijamkuta. Sasa tafuta nafasi, sinda mwingine nikazungumza naye. Mwanangu kanichomolia mbavuni eti akasema eti kaolewa mwanangu. Kaolewa? Afu sikoshe. Jamaa kaja mpaka ghetto mwanangu, afu sio ikalekezana naye. Na mshikaji kaongea maneno ambayo kweli mwanangu kweli. Huyu mwanamke alikuwa anakupoteza muda wako. Mimi. Mwanamke yani mimi kipindi kile mwanamke anakuambia nataka chips, una shilingi 5,000 unatoa yote. Unaona njaa. Lakini leo hii kakufanyia hivi. Huyu mwanamke alikuwa hakupenda. Ila sasa kama kaolewa mwanamke kwa sababu mwanamke wa mtu ni sumu, na ujue mapenzi siku zote anauma. Mwanamke una hati naye, hata ni wewe kama una hati naye, mshua au unamkuta na mshua, wewe utaumia zaidi sana. Kwa maana hiyo yule pale sasa hivi hati, kwa sababu wewe huna, wewe achana naye, tafuta mwingine uoe. Ono. Unajua kabisa mwanamke ametoka naye. Mimi ninajua sana nipanga naye. Sijui kama nitaweza. Sielewi, yani sijui kama nitaweza. Yuko moyoni ujue bado. Sasa hapo anatakiwa ukaze moyo. Ujitahidi atoke moyoni. Kwa sababu bila kutoka moyoni wewe yatakukuta mambo ambayo ni mazito, alafu unakuja kushangaa mwenzio akakufanyia kitu mbaya. Alafu ana hati naye. Wewe huna hati. Kipa hii. Kama hivyo mambo, tupige moyo ukonde.
achana naye kwa sababu yaani sio kaja kupata balaa. Vipi tena? Fresh, una nini? Yale napambania upendo wangu hivi hapa. Kwa upendo usahau, mimi sasa hivi nimeshaolewa na mke wa mtu. Kwa hayo mambo ya upendo si nini yameshaisha. Unajua bado napenda. Unatabaki kwa mwana. Ili nafasi yangu bado. Wewe nafasi yako sasa hivi hamna. Ni nafasi ya mume wangu tu. Kwa sababu nimeshasahau ndio maana nimeamua kuolewa, nimeanza maisha mapya. Kwa hiyo tafuta mwanamke mwingine na wewe unaisha. Unazungumza hivyo unashasahau kabisa kwamba nimesahau zamani, ndio maana sasa hivi na maisha yangu mapya. Kwani mbona uelewi? Tafuta wanawake wengine hapo kibao tu. Fanyia hivyo bana. Usifanyie hivyo bana. Bado nakupenda ujue. Mbona utabaki kwa mbona basi na mimi naomba nafasi yangu basi. Kumbuka kwamba kipindi umesafiri wewe, nafasi yangu bado ilikuwa nimesafiri miaka mingapi? Kweli ni nyingi lakini sawa ni nyingi sawa. Ndio nimesafiri nimeenda huko nikutana na mtu ananipenda kwa dhati, sasa hivi nimeolewa. Kwa hiyo hayo maisha sio yalopita sio nini, achana nayo. Usinigusa. Anza maisha mapya sawa? Unazungumza rahisi kiasi kweli. Yaani anza maisha mapya. Unasahau yale ambayo tumeshapanga mimi. Nishasahau zamani sana na ndio maana nimeamua kuolewa kwa na maisha yangu. Kwa hiyo fanya kama vile kinatokea. Sawa. Unajua mambo ya moyo kweli nimeshindwa hata kuelewa. Huo ulemavu wa moyo hospitali ziko kibao tu, kwa hiyo unaweza ukaenda. Yeah, unaweza ukaenda. Maisha mengine niachie bwana. Umefanya kitu gani kwani? Amilei.